Yesu asifiwe, watoto wa Mungu, familia ya Mungu. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Naitwa Mchungaji Daudi Maira Magolima kutoka kanisa la Mennonite Tanzania, kutoka Dayosisi ya Mashariki, jimbo la Kisota Kigamboni. Nichukue nafasi hii kukukaribisha tena kwenye kipindi chetu Anza na Bwana au Amka na Bwana. Wiki iliyopita nilizungumza na wewe habari za mambo machache ya muhimu ambayo Mungu anaangalia kwako au kwangu, alafu anakuhesabia haki ya kuitwa mtoto au mwana wa Mungu, au nakuwa miongoni mwa familia ya Mungu. Nikatafakari na wewe juu ya matendo yako, nikazungumza na wewe habari za imani na habari za kuamini Yesu amefufuka na damu ya Yesu Kristo. Katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28 hadi wa 30. Na bado ninaendelea kutafakari huu mstari, kwamba huu mstari ukiusoma una vitu vingi sana, mtoto wa Mungu, familia ya Mungu. Sasa leo kwenye huu mstari naongezea shughuli ya mwanadamu katika wokovu. Shughuli ya mwanadamu katika wokovu. Unapokuwa unamtukuza Mungu, unapokuwa unamwabudu Mungu, unamsifu Mungu, unamuhimidi Mungu, kuna shughuli katika maisha yako ya wokovu Mungu anahitaji uweze kuyashuhudia. Ukikaa bila kushuhudia, bila kuwa na shughuli yoyote inayohusu maisha yako ya wokovu, ni kazi bure. Sasa kwenye shughuli ya mwanadamu katika wokovu kuna mambo makuu matatu ya muhimu. Jambo la kwanza ni habari ya toba. Mungu anataka kwenye shughuli zetu za kila siku katika wokovu tuwaelezee watu habari ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huwezi ukawaelezea watu habari za toba kama wewe mwenyewe auishi maisha ya toba. Kwa hiyo Mungu anataka kila kunapokucha, kila wakati, kila muda, kila sekunde, anahitaji kuona sisi ambao tumeshafahamu wokovu, tumeshakwisha kuujua wokovu, tuwaelezee watu habari za kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Unapoelezea watu ambao hawajamjua Mungu habari za kutubu kupitia neno, kupitia habari njema, na neno likamchoma, habari njema ikamchoma, mwanadamu anabadili nia yake ambayo iko kinyume na mapenzi ya Mungu, anarejea kwa Yesu. Kwa hiyo Mungu anafanya kazi ya kumrejesha mwanadamu kupitia wewe kutambua kwamba ninayo kazi kwenye wokovu nilionao, kuwaelezea watu ambao hawajamjua Mungu habari za toba, habari za kutubu. Kwa hiyo kwenye kipengele cha shughuli ya mwanadamu katika wokovu, Mungu anataka kuona wale ambao tumeshakwisha kumjua Mungu, tumeshakwisha kumjua Kristo, tuelezee watu habari za toba, ili watu waweze kubadili mienendo yao, kubadili tabia zao, kubadili maisha yao yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu. Unapofanya hivyo kwenye maisha yako ya wokovu, unakuwa na shughuli ya kila siku. Kama unapoamka asubuhi na mapema, kuna shughuli ambayo unaifanya kwa ajili ya kukuletea riziki, kukuletea mafanikio, kwa ajili ya kujenga taifa la Tanzania. Unapofanya kazi, maandiko nayo yanasema
asiyefanya kazi asile. Ndivyo Mungu naye anatutaka sisi ambao tumeshakwisha kujua wokovu, tunapokuwa tunafanya shughuli zetu za kimwili kwa ajili ya kujenga taifa, kwa ajili ya kujenga jamii kwenye maisha ya wokovu, Mungu naye anataka tushughulike na watu ambao hawajamjua Mungu, tuwaelezee habari za toba. Toba ni kitu cha muhimu, maana hicho ndicho kinachobadilisha mtu kutoka katika kwenye hali ambayo siyo mapenzi ya Mungu, kutoka kwenye dhambi, kutoka kwenye laana, na anapolisikia neno anabadilika, anamgeukia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo kuna jambo hapa linasema, huu mstari Matendo 26 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema hivi, bali kwanza niliwahubiri wale wa Dameski na Yerusalemu na katika nchi yote ya Uyahudi na watu wa mataifa, kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiyatenda matendo yanayopatana na kutubu kwao. Kwamba tunapowaelezea watu kutubu na wakapata nafasi ya kutubu, sasa wanahitaji kutenda matendo ambayo yanalingana na jinsi walivyotubu. Kama alikuwa jambazi, ameacha ujambazi, amaanishe kweli ameacha ujambazi. Kama alikuwa ni mzinzi, akasema nimeacha uzinzi, aache uzinzi. Yaani watu wajifunze kutoka kwako na watu wamshuhudie. Mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu, tunayo kazi au shughuli ya kufanya kwenye maisha yetu ya wokovu. Jambo la muhimu ni kuwaelezea watu ambao hawajamjua Mungu habari ya toba, habari ya kufanya toba, ili watu wabadili nia ya mioyo yao inayokwenda kinyume na mapenzi. Ukiishi unasema umeokoka, lakini hauna nafasi ya kushuhudia watu, ya kuwaelezea watu habari ya toba, na watu wakaacha kufanya toba, ipo siku Mungu atakuuliza, na Mungu atakapokuuliza atakuadhibu. Mungu anataka kwenye shughuli zetu za kila siku, kwenye maisha yetu ya wokovu, tuwaelezee watu habari za toba. Ndugu mpendwa unayenifuatilia, kama ulikuwa hujafahamu, hujaelewa, unayo nafasi ya kuwaelezea watu kufanya toba. Mungu anapendezwa sana kuona watoto wake ambao wameshakwisha kumjua Mungu kuelezea watu habari za kufanya toba. Nikuombee mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu, familia ya Mungu, lakini chukua nafasi ya kuwaelezea watu kutubu dhambi zao, kufanya toba kwenye maisha yao. Wanapofanya toba iliyo ya kweli, iliyo ya uhakika kwenye maisha yao, watu wawatazame matendo wanayoyafanya yanampendeza Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai, tazama, tulikuwa tunatafakari habari za shughuli za mwanadamu katika wokovu. Mwanadamu ambaye ameshakwisha kumjua Mungu aelezee watu ambao hawajamjua Mungu habari za toba, wafanye toba, watengeneze maisha yao, wabadilishe maisha yao, wamaanisha wanapokuwa wanafanya toba. Asante Mungu, asante Roho Mtakatifu, kwa sababu wewe ni mwema. Tupe nguvu, ukatujalie Bwana, tukasimame imara, tukajue shughuli ya wokovu ni ya muhimu kwenye maisha yetu. Inabadilisha mienendo ya watu, inabadilisha tabia za watu, inabadilisha matendo yaliyo kinyume na mapenzi ya watu, ili kuturejesha na kuwa na tabia njema. Asante Mungu, mtoto wako anapokuwa anaamka, Baba, ukamfunike na kumwangazia na kutembea naye katika jina la Yesu Kristo. Mungu uliye hai, ukamfunike na damu yako ya thamani, ukamlinde na kumpigania, ukamuondolee magonjwa na laana na mikosi ya aina mbalimbali katika jina la Yesu Kristo. Mungu aliye hai, asante Mungu, kwa sababu wewe unakwenda kutenda na utaendelea kutenda. Unazidi kutupa nguvu ya kuhakikisha tunawashuhudia watu, tunawaelezea watu habari za toba kwenye maisha yetu ya wokovu. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kushukuru. Amen.